Karibu tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein na bado tunaendelea kukufahamisha mambo mengi yanayojiri katika ulimwengu, lakini tunatazama katika eneo la Mashariki ya Kati baada ya mashambulizi ya mapema yaliyoanzishwa na jeshi la Israel IDF. Nini ambacho wachambuzi sasa wanakiona? Kwa sasa wachambuzi wanasema tusubiri mashambulizi ya kukera na mazito kutoka katika Jamhuri ya Kiislamu ya Iran dhidi ya Israel. Baada ya waziri wa ulinzi Israel Katz kuthibitisha na kueleza umma kwamba Israel imeamua kuanzisha mashambulizi kutokana na kile walichokiona kwamba ni kutokana na vitisho vya Iran. Sasa ni kwazi Iran inajiandaa kwa ajili ya kufanya mashambulizi mazito na ya kukera katika taifa hilo la Kiyahudi. Sasa hivi inadaiwa kwamba viongozi wakuu wa kijeshi pamoja na wa kisiasa wamejifungia vyumbani ili kuratibu mpango uliopangwa kwa muda mrefu wa namna ya kuishambulia Israel ikiwa Iran itashambuliwa. Na kama ilivyo ada, walitambua vyema kwamba mashambulizi ya Marekani huenda yakaanzia nchini Israel, na ndio maana wakatangaza kwamba endapo Israel itaanzisha shambulizi dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran itafanya mashambulizi makubwa na mazito ambayo haikuwahi kufanya hapo kabla kwa kutumia makombora yake yaliyopo katika nchi hiyo ambayo yamehifadhiwa katika ardhi. Na inadaiwa kwamba makombora hayo hadi sasa yako tayari kwa ajili ya kufanya mashambulizi, lakini kinachosubiriwa ni maamuzi ambayo wakati huu viongozi wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran wako ndani wamejifungia ili kuamua ni nini ambacho wanataka kukifanya ama kulipiza kisasi. Kumbuke kwamba Jamhuri ya Kiislamu ya Iran kwa muda mrefu tangu ingie katika kurupushani na serikali ya Marekani lakini pia na Israel imekuwa inajibu tu, haianzishi mashambulizi, na hata wakati huu imejiandaa kujibu vilivyo. Kabla ya shambulizi hili, Iran ilisema kwamba endapo Israel itaanzisha mashambulizi basi itaanzisha shambulizi zito la zaidi ya makombora 2000. Ikumbukwe katika vita vya siku 12 Iran ilidai ilitumia makombora 500 tu, na wakati huu ilitangaza kwamba itatumia zaidi ya makombora 2000. Taarifa zinadai Marekani imeshiriki katika mashambulizi haya, na hivyo tusubiri kwamba kuna uwezekano pia meli za Marekani hasa ile ya USS Abraham Lincoln na ile nyingine ya USS Gerald Ford zitashambuliwa kama ambavyo Iran ilisema. Hata hivyo hadi wakati huu bado hakuna taarifa za nini ambacho Iran imeamua. Katika maeneo kuelekea katika boma la Khamenei katikati mwa jiji la Teheran zimefungwa na mamlaka, huku milipuko mingine ikisikika katika mji mkuu. Walengwa katika kampeni ya Israel ni pamoja na jeshi la Iran, alama za serikali na walengwa wa kijasusi, kulingana na afisa aliarifiwa juu ya operesheni iliyofanyika siku ya leo asubuhi. Hata hivyo afisa huyo alizungumza kwa sharti la kutotajwa jina ili kulinda wadhifa wake. Trump alitaka makubaliano ya kuzuia mpango wa nyuklia kwa Iran na anaona fursa wakati nchi hiyo inajitahidi kupunguza upinzani unaongezeka kufuatia maandamano ya nchi nzima huko nchini Iran. Baada ya maandamano ya mwezi Desemba, Iran ilikuwa na matumaini ya kuepusha vita, lakini inashikilia kuwa ina haki ya kurutubisha madini ya uranium na haitaki kujadili masuala mengine kama vile mpango wake wa makombora ya masafa marefu au msaada wa makundi yenye silaha kama vile Hamas pamoja na Hezbollah. Endelea kutufuatilia mtazamaji. Kazi yetu ni kukufahamisha nini ambacho kinaendelea katika ulimwengu, lakini kuna baadhi ya taarifa pia zinadai kwamba hata mtandao nchini Iran umeanza kufungwa, ili kwamba mapambano huenda yakaanza wakati wowote. Endelea kutufuatilia, lakini usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Naitwa Adam Hussein.